Nenda kwenye vitabu vya polisi, watu wanaandika dini zao, itakushangaza. Kila mtu Mkristo, Mkristo lakini mlevi, Mkristo lakini amevunja nyumba ya watu, Mkristo amemkaba mtu shingo, ameinyonga. Dini yako Mkristo. Wewe unaitwa nani? Paulo. Dhambi ina nguvu sana, ina uwezo wa kumtafuna mtu. Hata ungefunga mara ngapi, huwezi kuishinda dhambi kwa kufunga. Dhambi itakusubiri tu ufunge, ukimaliza bado na wewe. Tuko kwenye mfungo sasa hivi, mtu anatoka kwenye mfungo, anakaa pembeni tu kidogo, anatukana matusi kilo 50. Dhambi ina nguvu kuliko mfungo. Dhambi ina nguvu kuliko magereza. Umesikia watu hao, rais anawaachilia kwa msamaha, watoki gerezani, wanatoka tu nje pale pale wanaanza kufanya ujambazi. Wakati wamekaa miaka mingi, ungewaza kwa mateso yale hawatarudia. Dhambi ina nguvu kuliko magereza. Ndio maana bila sisi wahubiri kuhubiri juu ya dhambi, magereza hayatoshi. Magereza hawezi kusaidia kumaliza dhambi hapa. Dhambi ina nguvu mno juu ya mwanadamu, na kwa sababu hii wakati wote dhambi ilimshinda mwanadamu. Viwango vya Mungu havipungui. Viwango vya Mungu vya kuingia mbinguni viko juu sana, kama tulivyoona. Mungu bado anataka tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu hapa hapa duniani. Mwanadamu akashindwa kuvifikia vile viwango. Kila kijitahidi bado. Mafarisayo wamejitahidi, wanaingia hekaluni, wanasali asubuhi, mchana, usiku, jioni, wakati wote anaingia hekaluni, lakini bado ni wenye dhambi. Dhambi ina nguvu sana. Ukisema sasa pombe inanitesa, ngoja niache. Maana mimi nikinywa pombe tunagombana na watu. Nikinywa pombe nakuja vizuri, lakini navurugana na familia. Ndiyo, pombe nakubadilisha, wewe mwenyewe unajua. Mtu mstaarabu, lakini akishakunywa pombe. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja, tulikuwa nafanya naye kazi zamani zile miaka ile zamani. Huyu mtu ni mpole mzuri sana. Siku tu ya kupokea mshahara, akipokea mshahara pale pale anabadilika. Ni rafiki yangu, namwangalia tu pale pale tayari ananiaga. Akitoka pale, break ya kwanza ni kwenye pombe, hainuki pale. Maana yake anaagiza pombe, baa zimefungwa, wanasema sasa tunafagia. Yeye anaendelea kunywa pombe, anainua tu miguu, wapitishe mfagio chini, anaendelea kunywa. Akitoka pale, huwezi kuamini. Kulikuwa na sehemu moja hivi, ili kutoka pale kulikuwa na shamba lina matope mengi, lakini watu walikuwa nalima mahindi yanastawi. Sasa ilibidi kutoka pale avuke lile shamba ili kwenda upande ule wa pili. Amekuja amelewa, akanasa kwenye lile tope, akashika muhindi. Sasa amelala hapo, ameshika muhindi na miguu yake iko kwenye tope. Msomi anaamka, watu wanapita alfajiri, bado amepiga usingizi, ameshika muhindi. Mahindi amestawi sasa. Kwa hiyo amelishika muhindi mmoja hivi, ndio amelala hapo na miguu yake iko kwenye tope. Dhambi ni mbaya.